السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، فجزاه ربي نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سيدي أبا القاسم محمد يا رسول الله، وصلاة الله وسلامه عليه صلاة دائمين متلازمين إلى يوم تشب فيه الغلمان. أما بعد أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي المظلمة بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. الحمد لله. Ndugu zangu na wazee wangu watukufu na wanafunzi wetu, hatuna budi kwanza kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni rehema zake na taufiki zake tumeweza sisi kuacha mambo zetu kuja kwa ajili ya kusikiliza maneno na kutekeleza utajo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika siku ya leo, ambapo ni amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pamoja na kwamba ni amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, watu wanatofautiana. Kuna yule ambaye kwamba anatekeleza inapotakikana, kuna yule ambaye kwamba anafanya upungufu katika kule kutekeleza, lakini kuna yule ambaye kwamba waliyadhu billahi min dhalika hawezi kuafikiwa katika kutekeleza. Kwa alhamdulillah, sisi tumeafikiwa pamoja na kwamba hatujatekeleza inapotakikana, kwa sababu siku ya Ijumaa kuna daraja tofauti tofauti. Kuna yule ambaye kwamba anapata daraja ya ngamia, kuna mwingine ni ng'ombe, kuna mwingine ni mbuzi, kuna mwingine ni kuku, na kuna mwingine ni mayai. Lakini kuna uwezekano sisi daraja yetu ikawa ni pale kwenye mbuzi na kuku na mayai, ama yule mwingine akapata tu ile thawabu ya kusali Ijumaa au thawabu ya kusali khutba na asipate zote hizo. Kwa alhamdulillah, sisi tumeafikiwa, pamoja na kwamba ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunafaa tuseme alhamdulillah. Lakini pia ndugu zangu, katika siku hii ya leo ni siku kubwa, ambapo ni siku ya waumini, siku ya wema, siku ya Eid katika wiki, ambapo katika siku hii ya leo watu wako tofauti tofauti katika kughafilika. Wengine hughafilika nao ikawa mtu hatambui kabisa yuko katika siku ya Ijumaa, lakini alhamdulillah wengi wanakumbuka siku ya Ijumaa. Wale ambao walikuwa hawaswali wakaswali siku ya Ijumaa, wale ambao pengine walikuwa wameghafilika wakazinduka siku ya Ijumaa. Kwa hiyo alhamdulillah, tufanyeni wingi kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa neema hizi zitaikana zidhibitiwe, zihifadhiwe na kuhifadhiwa, na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya mazuri ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuafikia. Katika khutba yetu ya leo, ambapo muda wetu pia huwa ni mchache, lakini pia hatutoweza kuondoka hivi hivi bila ya kupeana faida au kukumbushana, kwa kuwa hatupatani siku zote hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Khutba yetu hii ya leo ni khutba ambayo inazungumzia sana muamala baina ya watu kuamiliana, kuishi vipi
na hasa kwa ulimwengu huu wetu wa fitna, ulimwengu wa mitihani, ulimwengu kwamba watu wameondoka katika miondoko ya kidini, watu wameingia katika miondoko ambayo ni ya kimagharibi, miondoko ambayo kwamba haileti natija katika mujtamaa wala kwenye dini. Lakini kwa kuwa tumejisahau, sasa tunakumbushana, na mafundisho ya dini ndiyo ambayo sisi itatuweka katika mstari ya kisawasawa. Mafundisho ya dini ndiyo ambayo kwamba itatufanya sisi tuwe wamoja. Mafundisho ya dini ndiyo itatufanya sisi tuwe ni wenye kufaulu. Lakini mafundisho ya dini ndiyo ambayo kwamba itatufanya sisi tuwe ni watu ambao kwamba ni wa kisawasawa. Ukiangalia vizuri mujtamaa vile umeharibika saa hizi, ni kwamba watu, kila mtu anaona hili ambalo kwamba liko ndilo la sawa, lakini la dini linaonekana kama la zamani. Sasa utakuta watu wamekuwa tofauti, wametengana, watu wamekatana, familia, baba na mama, watu hawasikizani, mandugu ambao kwamba ni watoka ni kutoke hawapatani, mke na mume ambao wameoana kwa ndoa hawasikizani, na mujtamaa ndivyo inavyozidi kuharibika. Kwa inshallah tumechagua khutba hii ya leo, pamoja na kwamba khutba nyingi hasa siku ya leo na kwenda mbele watazungumzia kuhusiana na haji, lakini kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tutakuja kuelezana kwenye khutba zinazofuatia. Lakini khutba yetu ya leo itahusiana na uchongoleshaji. Kuna kitu kinaitwa uchongoleshaji, hatari zake na mwisho wake mbaya ambao kwamba unapatikana katika dini, katika mujtamaa na kesho mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Aya hii ni aya ambayo imeshuka kwa sahaba ambaye alikuwa akiitwa Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayth. Huyo alitumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa Bani al-Mustaliq kwenda kuokota zaka, ambapo yeye kabla kuja Uislamu katika zama za ujahilia walikuwa na husuma, walikuwa na utesi baina ya Bani al-Mustaliq na yeye. Sasa alipoambiwa nenda uchukue zakaa kule, Bani al-Mustaliq waliposikia habari kama hiyo wakawa ni mwenye kumfuata yeye kwa furaha. Wanajua kwamba tumepata ujumbe na mjumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupokee kwa furaha. Huyu Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayth alipoona watu wanamkimbilia hivyo, akaogopa, akasema pengine wanataka kunifanyia vita, kwa kuwa zamani tulikuwa na vita baina yetu sisi na wao. Akatoka mbio kurudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia kwamba Bani al-Mustaliq wameandaa kwa ajili ya kumpiga vita yeye, wamekataa kutoa zaka. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa amekasirika hili jambo. Kwa nini mimi nitume mjumbe kwa Bani al-Mustaliq waende wakatoe zaka, waende watake kumpiga vita? Akawa amekasirika, anaandaa jeshi kwenda kuwapiga vita wale. Wamekataa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha hii aya, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakapowajilieni na mtu fasik, nukta hii moja, na mtu fasik binaba'in, kwa habari ya sampuli yoyote ile, fatabayyanu, basi fanyeni uthibitisho, bainisheni jambo kama hayo ambayo kama yanazungumzwa na mtu fasik,
Je, ni maneno ya kisawasawa? Athari yake, antusibu qauman bijahala, msije mkawatukia watu, mkawapiga vita watu, mkawapata watu kwa kutojua, fatusbihu ala ma fa'altum nadimina, mkaja katika kile ambacho kwamba mmekifanya nyinyi, baadaye mkaja kujuta. Kama hivi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambapo huyu Al-Walid bin Utba bin Abi Mu'ayth, lau angalikuwa ametoka tu moja kwa moja kwenda kuwapiga vita Bani Mustaliq, na hasira ambayo kwamba ameingiliwa nao, kwa kuwa Al-Walid bin Utba bin Abi Mu'ayth alimwambia nini? Wale wamekataa kutoa zaka, wamekataa amri ya Mwenyezi Mungu. Lau si hii aya kuteremka, ingelikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewapiga vita wale watu, wakamwaga damu, wakaumizana, kisha kumbe hawa ni innocent, hawana lolote, hawajafanya chochote. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatahadharisha hili, na hili ni jambo ambalo kwamba ni zito sana, ambalo limeenea katika mjitamaa wetu wa sasa. Watu sampuli mbili huwa ni hatari sana. Watu sampuli mbili huwa ni hatari. Mtu ambaye kwamba anachukua maneno ya watu kuwapelekea wengine, lakini hatari ni kwa ule ambaye kwamba atapelekewa hayo maneno kisha kuyachukua hivyo hivyo bila ya kufanya uthibitisho. Na ndo hali ambayo kwamba ilikuwa inaogopewa tangu zama hizo, na ndo hali ambayo kwamba itafanya familia mbili ambazo kwamba zilikuwa ni toka ni kutoke, familia zilizokuwa marafiki zimejengana kutengana, watu wawili ambao kwamba walikuwa ni marafiki kutengana, jamii ambayo kwamba ilikuwa inaamiliana, kuingiliana, kusaidiana, kujengana, kutengenezana, lakini waje mwisho wa siku kwa sababu ya maneno tu haya kutengana. Hivi ndivyo watu waliishi, kwamba in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itakapokuwa mtu amekuja na habari, kuja kukupatia wewe habari kwamba fulani anakutaja kwa hili, fulani anafanya hivi, fulani anasema hivi, huyo mwenye atapata huo ujumbe ama hiyo habari ama hayo maneno, ataikana yeye afanye atathabut, kuthibitisha. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kama huyu akamwita al-fasiq, mtu ambaye kwamba anachukua maneno kwa watu fulani kuwapelekea watu fulani. Huyu mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuita ni al-fasiq. Al-fasiq bimaana mtu muovu. Kwa nini awe ni fasik? Kwa nini awe ni mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuita kwa jina la al-fasiq? Kwa sababu mara nyingi sana yale maneno ambayo kwamba yanachukuliwa huku kupelekwa kule hayana ukweli, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kueleza habari ya Abu Lahab kwamba yeye atapata adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akamweka na mkewe ndani ya moto, kisha kutuambia wa mraatu hammalat al-hatab, na mkewe huyo Abu Lahab ambaye kwamba ni mbeba kuni. Dhahiri ya maneno ni kwamba huyu alikuwa akichukua kuni ya miba kuweka katika barabara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akielekea msikitini, ili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adhurike. Lakini kimajazi, maneno undani wake ni kwamba mtu ambaye kwamba anabeba maneno kutoka huku kupeleka kule, huyu ni hamilul hatab,
yani huyu ni mbeba kuni, yani anaweza akachukua hayo maneno akachoma nao jamii, akachoma nao mtu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwita mke wa Abu Lahab kwa jina la Hammalat al-Hatab, yani mbeba kuni. Kwa nini awe ni mbeba kuni? Kwa sababu kawaida huwa kuni zinatumika kuwashia moto. Sawa? Kuni huwa zinatumika kufanya nini? Kuwashia moto. Ili moto uweze kuwaka vizuri, lazima kunatumika kuni. Sasa mtu naye ambaye anachukua maneno kutoka huku kupeleka kule, huwa anawasha moto baina ya watu ambao kwamba walikuwa ni marafiki, ambao kwamba walikuwa wameshikana, ambao kwamba walikuwa ni kitu kimoja. Mwisho wa siku kuna mea kitu baina yao, ambao kwamba inafanya wao wanapigana, wanajenga uadui, na mwisho wa siku kuweza kutengana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimweka mke wa Abi Lahab ambaye kama alikuwa akiitwa Ummul Jamil ndani ya moto wa Jahannam, kwa sababu yeye alikuwa akibeba maneno kutoka huku kupeleka kule. Na mtu sampuli hii ni mtu hatari sana, kiasi cha kuwa Ibilisi huwa ana kazi ya kututia sisi wasiwasi tu. Ibilisi huwa ana kazi ya kututia wasiwasi. Uko ndani ya swala atakwambia, atakutetea maneno, atakukumbusha zamani, atakukumbusha nini. Mwisho wa siku wewe uko ndani ya swala, lakini uko unafanya biashara zako. Uko ndani ya swala, lakini unaiba. Uko ndani ya swala, lakini unafanya mambo zako. Huyu ni Ibilisi, hakufuati wazi kwa wazi yeye. Lakini mtu na mama ambaye ni mtu hatari, huyu anakufesi moja kwa moja, sawa, ili mkipatana na ule yeye kuna jambo atalikosa, lakini mkikosa na ule yeye kuna jambo atalipata pale. Sasa huyu ni zaidi ya Ibilisi, waliyadhu billahi min dhalik. Kwa ndugu zangu, hii sifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita kwamba ni sifa ya al-fasiq, ni sifa hatari sana, ambapo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwaambia maswahaba wake, ataduruna man shirarukum, je, mnamjua ni nani mtu ambaye kama ni shari kati ya nyinyi zaidi? Wakasema, bala ya Rasulullah, hatumjui. Sawa, walijibu bala, hatumjui. Lakini ikimaanisha kwamba kwa nini? Akasema, shirarukum, mtu ambaye kwamba ni shari katika nyinyi, dhul wajhain, ni mtu ambaye kwamba ni mwenye sura mbili, mwenye uso mbili. Alladhi yati haulai biwajhin wa yati haulai biwajhin. Dhul wajhain ni mtu ambaye kwamba ni mkushari kiasi cha kuwa akija kwa watu fulani ana sura nyingine tofauti, akija kwa watu fulani pia ana sura nyingine tofauti, ambaye kwamba huyu ni mtu ambaye kwamba ukimwona mashaallah unacheka naye, unafurahi naye, unamwambia siri zako za ndani, unajua kwamba huyu ndio binadamu peke yake, huyu mwingine sio binadamu. Lakini kumbe yeye ndio mtu ambaye kwamba ni shari zaidi, ambaye kwamba mshairi mmoja wa kijahilia anasema, la khaira fi huddi imri'in mutamallim hulul lisani wa qalbuhu yatalahab ya'tika min taraf al-lisani halawatan wa idha tawara anka fa huwa al-aqrab. Mtu ambaye kwamba ni shari zaidi ni mtu ambaye kwamba huwa yuko na sifa ya tamalluk, ya kujifanya kwamba yeye ni mzuri, yeye yuko chini yako, yeye ni mtu ambaye kwamba anakujali, anakupenda, anakufanyia mazuri. Lakini mtu kama huyu tuambiwa, huyu mtu kama huyu hana khairi. La khaira fi wuddi imri'in mutamallik, hakuna khairi
kwa mapenzi ya mtu ambaye kama ni mutawallik, anajifanyisha. La khaira fi wuddi imri'in mutamallik, mtu ambaye kwamba yatika min tarafi lisani halawata, hakuna utamu katika mdomo wake, wewe utasema kwamba huyu mashaallah, hakuna watu wema waliobaki isipokuwa huyu, mashaallah, huyu hakuna ndugu ila huyu, mashaallah, hakuna rafiki ila huyu, mashaallah, hakuna mtu aliobakia katika watu ambao kwamba wanafaa jamii, wanafaa watu isipokuwa huyu. Lakini idha tawara anka fa huwa al-aqrab, mtu huyu akikuondokea yeye ni kama nge. Nge ni mtu gani? Anakuona kukuumiza, sio? Sasa huyu naye akikuondokea ni kama aqrab, sawa? Ni kama yeye ni nge, anakuumiza, anakutia kitu. Lakini mmoja Hasan al-Basri anasema kwa kujichunga, man namma ilaika namma alaika. Kwa kawaida mtu akija akakwambia maneno ya mtu fulani kwamba fulani bana yuko hivi yuko hivi yuko hivi yuko hivi, ujue wewe shekhi hujafaulu, na wewe uko pale pale, atachukua na yako kumpelekea na yule. Mwisho wa siku wewe umepata siri yako kuyatoa, na yule amechukua siri yake akatoa, yeye hapo katikati anapata kufaidika kati ya nyinyi. Ndugu zangu, dhambi kama hili, jambo kama hili ni jambo ambalo kwamba bila hatari kiasi cha kuwa linafarikisha jamii, linafarikisha wapenzi, linafarikisha madugu, linafarikisha marafiki. Na ndio ulimwengu wetu pale palipo saa hizi. Utaona fulani hana habari na mtu fulani, hamjui haswa, lakini yeye amemchukia tu katika moyo. Akitajiwa anasema ule si mtu bana, ule si binadamu, lakini kumbe maskini hata hajawahi kumuona, hata hajawahi kusikia habari zake. Ni kwa kuwa ni mtu fulani amechukua maneno kumpelekea, kumtajia vibaya, yeye akachukua tu moja kwa moja. Na ndio maana watu walikuwa wazuri, watu ambao kwamba walikuwa wanafahamu dini ni kitu gani, wamefahamu aya hii, kina Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kina Sayyidina Imamuna Shafi'i rahmatullah ta'ala alayhi wa ardahu. Huyu ama hao watu wawili wana maneno yao maalum yanayojulikana na kila mtu. Siku moja kuna mtu aliingia kwa Umar bin Abdul Aziz akamwambia, inna fulanan yadhkuruka bisu, bwana kuna mtu fulani anakutaja vibaya. Umar bin Abdul Aziz hakumwambia hivi wala hivi, akamwambia angalia, in kunta kadhiban fa anta min hadhihi al-aya utullin hamazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athimin utullin ba'da dhalika zanim. Ikiwa wewe ni mwongo, sawa, wewe utaingia katika aya hii kwamba hamazin masha'in binamim, mtu msengenyaji mwenye kutembea kwa kuchombolesha, manna'in lil khairi, mtu ambaye kwamba anawakataza watu mali, mu'tadin athimi, tena mtu ambaye kwamba amepitiliza katika kufanya madhambi, tena muovu, utullin ba'da dhalika zanim, mgumu kwa kufanya khairi, mgumu kwa kuwakataza watu mazuri, baada dhalika, baada ya hapo, zanim ni mtoto wa zina, mtoto wa zina. Angalia hatari. Yule mtu akasema, akamwambia tena,
wa in kunta sadiqan, na ikiwa wewe ni mkweli, fa anta min hadhihi al-aya, ikiwa wewe ni mkweli basi wewe unaingia katika aya hii, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ikiwa wewe ni mkweli unaingia katika aya hii, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoajilieni mtu fasik kwa maneno kwa habari, fatabayanu, basi fanyeni uthibitisho. Yule mtu aliposikia hivyo akamwambia, yani kumjibu kwamba basi hayo yaishi hapo hapo, kwa maneno ambayo kwamba nimekuambia yaishi hapo hapo, isije ukanihukumu kwamba mimi ni namam, ama usije ukanihukumu kwamba mimi ni msengenyaji. Ndugu zangu, maneno kama haya tuwaeleza tusije tukaja katika ulimwengu tukafanya jambo, tukafanya kitu, tukazusha, tukadhania, tukabeba, tukaumiza, tukadhalilisha, tukafarakisha, tukabomoa, tukaharibu, lakini kumbe dawa tu ilikuwa ni moja. Fatabayana, thubutisha. Na mara nyingi mtu ambaye kwamba ni fasik huwa mtu ambaye kwamba ni mambo ni fasik, sio mtu ambaye kwamba ni fasik hawezi maneno yake kuwa ni ushahidi kwamba fulani ndio amesema. Haiwezekani, kwa kuwa mtu fasik hawezi kuwa shahidi. Sawa? Haya yanatufundisha ndugu zangu, tusije tukarefusha maneno tukasauzisha yale ambayo kwamba tumeyazungumza nyuma. Tubebeni katika khutba yetu ya leo kwamba sisi katika ulimwengu tunaishi na watu sampuli. Kuna wazuri na kuna wabaya, na mtu yote ambaye kwamba anachukua maneno kumpelekea mwingine, huyo si mzuri, ni fasiki. Sasa ukisikia maneno ya mtu kwamba fulani anakuambia hivi, fulani anakutaja hivi, fulani bwana yuko hivi, fulani yuko kadhaa, hayo maneno yake kwanza fanya ithbat, thubutisha, mwambie kwamba ni sawa, nimesikia. Lakini ukiachukua moja kwa moja, mwisho wa siku yatakuumiza katika moyo, mwisho wa siku utakuja kufanya mabaya, mwisho wa siku utakuja kubeba uadui, na ambapo ilikuwa dawa ni ndogo tu. Dawa ni kwamba mimi nimesikia bana umezungumza, sawa, yale uliyozungumza bana nimeyakubali, sawa, shamaliza. Sawa ndugu zangu, khutba hii yetu ya leo tunasema kwamba ni khutba ambayo ilikuwa tuzungumzie mambo mengine, lakini khutba ya Ijumaa huwa inaangalia hatari katika wiki kumepatikana nini, katika mujtamaa kuna nini, katika jamii kumefanyika nini, kunafanyika nini, kunaendelea nini. Sasa tumechagua hii khutba kwa kuwa tumeangalia mujtamaa vile unavyokwenda, hali vile inavyotembea. Watu wamekuwa wanabeba maneno kupeleka huku na kuchukua kule, kupeleka kule, na mwisho wa siku wale wengine kubeba hayo maneno kuweka katika vifua, na mwisho wa siku wale ambao kwamba wanachukuliwa hayo maneno kupelekewa, wao wakaingiwa kitu katika moyo, wakafanya mabaya, wakafanya makubwa, wakafanya uadui. Na walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea hadi, ametuletea mwongozo ambao mwongozo mwenyewe ni huu ambao kwamba tunaelezana kwamba katika huu ulimwengu mtu yote ambaye kwamba atakuletea maneno kutoka kwa mtu fulani kukuletea wewe, usichukue hayo maneno yake moja kwa moja, lakini badala yake weka katika mizani, yapime hayo maneno. Lakini utakapoachukua moja kwa moja,
wewe mwisho wa siku utakuja kujuta. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, fatabayanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ukichukua yale maneno moja kwa moja bila kufanya ithbat, utakuja wewe kufanya jambo ambalo kwamba halitostahiki, na mwisho wa siku hiyo karari utakayokuchukua, hayo mambo ambayo kwamba utakuja kuyabeba, mwisho wa siku yatakufanya wewe uje kujuta. Na majuto huwa, Waswahili wana maneno yao sema, majuto huja baada, huwa ni mjukuu. Majuto huwa ni mjukuu, wenyewe husema hivyo, lakini sio maneno yetu, na ndio sio mazungumzo yetu hasa tunapokusudia. Lakini tunapokusudia, jamanini, ukisikia maneno ya mtu, ukisikia habari ya mtu ambaye kwamba pengine yamekufikia wewe hukuwa unajua, fanya ithbati, kwa kuwa mtu ambaye kwamba anakuletea maneno huyo ni fasik. Lau angelikuwa yeye ni mkweli, basi yale maneno angelibakisha kwenye moyo wake, akamwambia yule ambaye kwamba amemwambia ile maneno kwamba, ndugu yangu, haya unayoyasema mimi sitaki kuyabeba, mimi haya ambayo kwamba unayasema mimi sioni atanisaidia, baki na wewe mwenyewe. Khulasatul kalam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alipita katika kaburi mbili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa maneno yake maarufu, akasema, innahuma la yu'adhabani, hao walioko katika kaburi, hao wawili, hao wanaadhibiwa. Hawa watu wawili wanapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama al-awwalu, ama yule wa kwanza ambaye anapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, fakana yamshi bin namima, huyu alikuwa akitembea kwa ajili ya kuchongelesha. Wa ama al-akharu fakana la yastabiru min al-bawli, ama huyu wa pili alikuwa yeye hajiepushi kutokana na mikojo, yani akikojoa ile mikojo yake alikuwa hafanyi istibra. Sawa? Hii inatufundisha kwamba kuna jambo ambalo kwamba kawaida linaweza kuonekana ni jambo dogo, lakini kumbe laweza kumtia mtu katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba ni an-namima. Lakini jambo la pili pia ikawa mtu amekojoa, lakini ule mkojo wake asikukute vizuri, asitambe vizuri, ikawa anatembea nguo yake inaharibika kwa mikojo, kisha afike time za swala aswalie, ajue kwamba ibada yangu imezii, kumbe ameswali kwa nguo ya mikojo. Khulasatul kalam ni kwamba adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inaweza kupatikana katika vitu ambavyo kwamba vinaweza kuonekana ni rahisi. Mujarrad wa wewe kuchukua maneno ukampelekea fulani, ukamwambia kwamba fulani alikuwa anakutaja kwa hivi na hivi na hivi, wewe inaweza kukupatia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini sasa isije wewe ukawa ni bari, ukawa moyo wako ni msafi, ukawa wewe utapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kaburi, ukaacha maneno ukayazungumza pale, ukaacha pale pale, ama ikiwezekana ukamnasihi yule mtu ambaye kama amezungumza maneno hayo, kuyachukua kuwapeleka kule, kisha mwisho wa siku kwenda kumuumiza yule ambaye kwa mpeleka maneno, na huyu mwingine naye kuja kuona kwamba fulani bwana si mtu, kumbe mwambia maneno kwa siri amechukua akapeleka ule. Ndugu zangu, tuishi na tuishi katika hadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo tukikutana na maneno ya watu tukiletea maneno kutoka kwa mtu yule ambaye kwa ametuletea maneno yake, yale maneno tuyathibitishe. Na wale wenye tabia kama hizi za kuchukua maneno kupelekea watu, tafadhalini mujichunge, kwa kuwa kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.